Kwanza tuna furaha kubwa sana kwa kweli kuwa hapa leo. Mimi kama nilivyotambulishwa ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya fedha inayoitwa Tanzania Mortgage Refinance Company. Hii ni taasisi ya fedha ambayo inajishughulisha na masuala ya mikopo ya nyumba, na tunafanya hivyo kwa kuwezesha taasisi za fedha kuwa na hela za muda mrefu ili waweze kutoa mikopo ya nyumba ya muda mrefu kwa wananchi kwa ujumla. Na tumekuwa tunafanya hiyo kazi kwa muda mrefu sasa, nafikiri takriban zaidi ya miaka 10. Tuko Dar es Salaam, ndio makao makuu, ndio ofisi zetu zipo kule, lakini kupitia mabenki na taasisi za fedha tunatoa huduma hizi nchi nzima, Tanzania nzima. Na unaweza ukajiuliza, kama makao makuu tuko Dar es Salaam, tunafanyia kazi Dar es Salaam, tumekujaje Kibaha? Jibu ni mdau wa maendeleo ndio ametuleta hapa. Kama ambavyo mnaweza mkajua, mahitaji kama haya yako mengi sana nchi nzima na mengi Dar es Salaam, na mnaweza mkaona kwamba tumepita shule ngapi kutoka huko tulikotoka mpaka tukafika Mwanalugari. Lakini unapopata haya maombi na kutokana na kwamba hauwezi kutosheleza kila kitu, mara nyingi unaangalia pia maeneo ambayo kuna wadau kama hawa ambao wanaweza kuhakikishia kwamba wanachokifanya hapa impact yake itakuwa kubwa na itasaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo katika kutathmini maeneo ambayo tunaweza tukatoa misaada, pamoja na kwamba misaada ina ukomo wake kwa maana uwezo wa kuweza kutoa, tukachagua kwamba hii ni moja ya sehemu ambazo tuje na sisi tutoe mchango wetu. Tunafahamu fika kwamba hatutaweza kutatua matatizo yote, lakini tulisema na sisi tuje tuweke alama, na pengine Mwenyezi Mungu akijalia huko mbeleni tuweze kukumbuka na kuweza kufanya mengine ambayo tutaweza kuyafanya kwa wakati huo. Lakini kuahidi si jambo la sasa hivi. Sasa hivi ngoja tuseme tulichokileta tutakuja tunakiacha leo hapa ili kije kifanye nini. Na tumeambiwa baadhi ya maeneo ya changamoto ni nafikiri vifaa kwa maana ya viti na meza kwa ajili ya watoto kupata chakula. Nafikiri tumeona bwalo limejengwa vizuri, tunawapa pongezi na tunashukuru serikali kwa msaada uliotoa kuweza kufikisha lile bwalo pale lilipofika. Kwa hiyo sisi tuliona kama kuwawezesha watoto waweze kuwa kwenye mazingira mazuri, waweze kula vizuri. Nafikiri tutapendekeza, shule itaamua, lakini sisi tunapendekeza kwamba labda mchango mdogo tulioleta basi unaweza ukaenda ukasaidia kuweza kupata viti na meza kwa ajili ya watoto kuweza kupata mahali pazuri pa kupata chakula. Kwa hiyo hilo ndio kubwa lililotuleta leo, lakini napenda kusema kwamba Dr. Mwamwaja hakuwa alichosema ni sahihi, na pengine kimezidi matarajio yangu mimi at least. Kwa sababu kwa kweli nimekuja hapa, mwalimu ametutembeza kwenye shule, tumeona mambo ambayo yameshafanyika ni makubwa. Tumeshatembelea shule nyingine, lakini kwa kweli hapa hii ni shule ya mfano na wote mnastahili kwa kweli pongezi kubwa sana. Kwa hiyo inatupa moyo kwamba tumekuja sehemu sahihi, na kweli inatupa moyo hata huko mbeleni Mungu akijalia tuweze kukumbuka kwamba kuna kazi nzuri inafanyika hapa ambayo inahitaji kupata support ya kila namna. Kwa hiyo nianze kwa kuwapongeza mwalimu mkubwa, mwenyekiti wa bodi, mtendaji wa mwenyekiti wa mtaa, kwa sababu najua wewe hii ndio imaya yako. Kwa hiyo unaiangalia vizuri, ndio maana inakwenda kama inavyokwenda. Lakini na mdau wetu wa maendeleo ambaye kwa kweli amekuwa ni inspiration kwetu sisi, na walimu nyinyi ndio kiini cha mafanikio haya. Tunaweza kuwa na majengo, tunaweza kuwa na uongozi, lakini kama walimu wakikosekana, wasipofanya kazi nzuri, of course hata wanafunzi hawataweza kuperform. Tumeambiwa matokeo yanaonyesha wazi. Unajua wanasema kwa nini tuandikie mate wakati wino upo, sio?
Matokeo yanaonyesha wazi kwamba shule ina perform vizuri na hilo ni reflection moja kwa moja ya kwamba walimu mnafanya kazi yenu nzuri, na napenda sana kuwapongeza. Najua kazi si rahisi, lakini mnaifanya ipasavyo. Basi baada ya kusema hayo machache, niendelee tu kuwapa moyo kwamba tuendelee kufanya kazi tunaifanya kwa moyo wote, na sisi kama wadau pale Mwenyezi Mungu atakapotujalia tutakuwa tunawakumbuka ili kuendeleza elimu za wanafunzi na vijana wetu. Asante. Nawashukuru wageni wetu kutoka TMRC kwa kukubali kuja na kuungana na sisi kwenye hii siku muhimu sana kwetu. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Charles Mwamwaja, ni mkazi wa Mwanalugari B, na mwenyekiti wangu yuko pale, niko hapa jirani. Lakini pia naguswa na mambo ya maendeleo, hasa yale ambayo yanagusa jamii nzima. Kwa hiyo nimekuwa nikija hapa muda mrefu nikipenda kuona mnaendeleaje, kuna changamoto gani na namna gani ambavyo tunaweza kusaidiana. Kwa hiyo yapo yale ambayo mimi binafsi niliweza kuyafanya, lakini hapo mengine nikasema hapana, huwezi kufanya yote peke yako, nikaona niwashirikishe na wengine, ikiwa pamoja na hawa watu wa TMRC, na wakakubali kuja kutusaidia. Kwa hiyo naomba tuwapigie makofi sana. Lakini pamoja na kwamba mimi ni mkazi wa Mwanalugari na mdau wa maendeleo, lakini mimi pia ni mtumishi kama nyinyi. Mimi niko Wizara ya Fedha, pale nafanya kazi nikiwa kamishna ambaye nasimamia sekta ya fedha hapa kwetu nchini. Kwa hiyo yako maeneo mengi ambayo nahusika nayo ya muhimu sana. Kwa hiyo nafurahi kuja hapa leo, asubuhi hii ya leo, kwa tukio hili muhimu sana. Sasa mimi nayo mambo mawili pamoja na kushukuru uongozi wa shule, mwenyekiti na wageni wetu, lakini pia nimesikia kwamba shule hii na nafahamu inafanya vizuri sana kitaaluma. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri la kujivunia, kwa sababu mwisho wa siku wanasema mambo yote unaweza ukawekeza kwa mtoto, lakini uwekezaji mzuri na sahihi zaidi ni kuwekeza kwenye elimu, si ndio? Kwa hiyo tunafanya jambo jema sana na naomba tujipigie makofi. Nimesikia mkuu wa shule akisema kwamba hapa tuna walimu wazuri waliobobea kwenye mambo mbalimbali, na hilo ni jambo zuri sana la kupongeza. Sasa pamoja na haya tunayofanya, tulikuwa tunadhani katika malezi ya wanafunzi ni lazima pia tuhakikishe wanasoma, lakini pia wanashughulika kwenye mambo mbalimbali mengine ya kijamii. Sasa yametajwa mambo mengi sana, lakini wakati tukipita tukizunguka maeneo tofauti tofauti, lipo eneo moja ambalo pia limenigusa sana, ni eneo lile la kiwanja cha michezo. Nilikuwa nadhani kwa kuanzia, kama tukipata greda pale likafanya leveling pakawa vizuri, nafikiri inaweza kuwa kitu kizuri sana kwa watoto, si ndio walimu? Kwa hiyo mimi niahidi, pamoja na hiki ambacho huyu mdau mwingine wa maendeleo atafanya, lakini mimi naahidi tushirikiane, tupate greda, tuangalie ni gharama gani, ili angalau tuweke yale mazingira mazuri ya mchezo. Kwa hiyo ningeomba mwalimu na timu yako hilo mlifanyie kazi, tuweze kujua gharama zake, alafu tuliweke vizuri. Sasa lingine la pili, nilisema na mambo mawili. Lingine la pili, nilikuwa napenda sasa nije kwenye taaluma, si ndio? Haya ni masuala muhimu, kuweka miili safi kiafya ili watoto waweze kusoma vizuri na wawe vizuri pia kiafya, kwa sababu afya pia ni mali. Sasa la pili, ningependa kujielekeza kwenye taaluma, kwa sababu tayari kuna programu nyingine tunaendelea nayo ya kuwajenga
watoto kielimu na kuwa watoto wenye maono na kutamani kufika mbali kama wengine, kuna programu moja tunaendelea nayo inaitwa SYK. SYK maana yake ni safari yangu ya kielimu. Hiyo programu inaendelea na ningependa izunduliwe hapa Mwanalugari siku tatu. Sasa hiyo inalenga nini? Hiyo inalenga katika kuwajenga wanafunzi kitaaluma kwa kuwakutanisha na watu mbalimbali ambao wamepita njia hiyo hiyo ya kielimu, wakawapa mifano halisi ya safari yao ya kielimu. Niseme tu kifupi, mlichokifanya kwa shule ya sekondari Mwanalugari, Mungu awabariki sana, na tuwaahidi sisi kama shule tutakuwa bega kwa bega, hatutawaangusha, tutapambana, na mlivyotutia moyo basi na sisi tumeongezeka mara 7 zaidi. Lingine nafikiri pia mmetupa somo kwamba hata sisi ambao tumeshika dhamana ya kufanya kazi na hizi taasisi, basi kumbe lazima tukumbuke tulikotoka, na pia itakuwa ni chachu hata kwa watoto wetu tunaowafundisha, watajua kwamba lazima there is a need to pay back the sacrifice. Kwa hiyo naamini pia na wenyewe tunavyoendelea kuwajenga watakuja kurudi, na hatimaye pia jamii ya Mwanalugari itasonga mbele. Baada ya kusema hayo, naomba Mungu awabariki sana na tuendelee kukumbukana. Asante. Baba ya staff members wa Mwanalugari, tunawashukuru sana kwa ujio wenu. Tunashukuru kwa hichi mlichotupatia. Mungu awabariki sana. Vile vile kama mwenzangu alivyosema, tunawaahidi mazuri. Sisi ndio tuko hapa muda wote na watoto. Kama mimi binafsi niko hapa, naishi hapa masaa 24 nipo nao. Kwa hiyo tunaona juhudi zilizopo tofauti na miaka iliyopita. Kwa hiyo na nyinyi tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, kwa kutuunga mkono kwa hicho mlichokileta. Mungu awabariki. Hata kama wengine hawataona, basi Mungu yeye mwenyewe anajua atawalipa vipi. Mungu awabariki sana. Karibuni.